Mpendwa mtazamaji, tarehe 24 mwezi wa 6 kanisa linafanya sherehe ya kuzaliwa kwa Mtakatifu Yohane Mbatizaji. Karibu katika tafakari yetu ya masomo. Somo la kwanza tunalipata kutoka katika kitabu cha Nabii Isaya sura ile ya 49 aya ya kwanza hadi ya 6, na somo la pili tunalipata kutoka katika kitabu cha Matendo ya Mitume sura ya 13 aya ya 22 hadi ya 26, na injili tunaipata katika Injili ya Luka sura ya kwanza aya ya 57 hadi ya 66 na ile aya ya 80. Nitaisoma Injili. Ikawa siku za kuzaa kwake Elisabeti zilipotimia, alizaa mtoto mwanamume. Wakasikia jirani zake na jamaa zake ya kwamba Bwana amemwongezea rehema zake, wakafurahi pamoja naye. Ikawa siku ya 8, wakaja kumtahiri mtoto, wakataka kumpa jina la babaye Zakaria. Mamaye akajibu akasema, la sivyo, bali ataitwa Yohane. Wakamwambia, hapana mtu katika jamaa zako aitwaye jina hilo. Wakamwashiria babaye wajue atakavyo kumwita. Akataka kibao, akaandika ya kwamba jina lake ni Yohane. Wakastaajabu wote. Papo hapo kinywa chake kikafunguliwa na ulimi wake pia akaanza kunena akimsifu Mungu. Wakaingiwa na hofu wote waliokuwa wakikaa karibu nao, na mambo hayo yote yakatangazwa katika nchi yote ya milima ya Uyahudi. Na watu waliosikia wakaweka moyoni mwao wakisema, mtoto huyu atakuwa wa namna gani? Kwa sababu mkono wa Bwana ulikuwa pamoja naye. Yule mtoto akakua, akaongezeka nguvu rohoni, akakaa majangwani hata siku ya kutokea kwake kwa Israeli. Neno la Bwana. Sifa kwako, e Kristo. Mpendwa mtazamaji, katika hii sherehe ya kuzaliwa kwa Mtakatifu Yohane Mbatizaji kunazungumza mambo yafuatayo kama tulivyosikia katika Injili. Wazazi wa Yohana Mbatizaji walikuwa baba aliitwa jina la Zakaria, ambaye yeye alikuwa ni kuhani na alikuwa ametoka katika ukoo wa ukuhani, na baadaye pia mama yake alikuwa anaitwa Elisabeti, ambaye yeye alikuwa ni ndugu wa karibu sana na Maria mama yake Yesu. Wote hawa, yani Zakaria na Elisabeti, walikuwa na matatizo ya kutokuwa na watoto, walikuwa ni tasa. Ingawa Zakaria katika muda wote hakuweza kupata mtoto, hakuacha huduma yake ya ukuhani mbele za Mwenyezi Mungu. Na hii ndio la kujifunza. Unaweza ukawa ni mhudumu mkubwa sana mbele za Mwenyezi Mungu, huduma yako ni kubwa, lakini ukatokea utasa katika safari ya maisha yako, kuna mambo hayaendi. Mwenzetu huyu ulitokea utasa wa kutopata watoto, hakupata mtoto. Na wewe mwenyewe pia kuna utasa ambao unaotokea, na Mwenyezi Mungu anaruhusu hilo jambo, sio kwa sababu wewe ni mdhambi, sio kwa sababu una mikosi. Anaruhusu hilo jambo ili baadaye Mwenyezi Mungu yeye aje akutukuze. Na baada ya hapo ukafika wakati wa Bwana, na ndio maana tunazungumza kwamba ingoje ahadi ya Bwana. Ukafika wakati wa Bwana, Mwenyezi Mungu akamtuma malaika Gabrieli, akamwendea Zakaria ambaye alikuwa katika zamu yake ya kuweza kuhudumu pale hekaluni. Akiwa humo katika ile huduma, ndani ya ile patakatifu pazia alikuwa limefungwa, malaika akamwambia, akamweleza kwamba maombi yake yamefika mbele za Bwana, na kwa hiyo sasa atapata mtoto wa kiume. Maana yake nini? Kumbe maombi yote ambayo alikuwa anaomba alidhani kama haijafika mbele za Bwana, na hiyo ni habari njema sana. Ukisali kwa moyo, wakati hao watu wengine wanakwambia tuombee, na wewe unapoomba maombi yanafika mbele za Bwana, malaika anakuja kumletea habari hii. Akiwa katika mshangao huyo, Zakaria hakuweza kuamini maneno ya malaika, na kwa sababu hakuamini maneno ya malaika,
malaika huyu Gabrieli alimpiga ububu na kwamba hataweza kuongea mpaka mtoto atakapozaliwa. Na hili nawaambia wanaume tuweze kuwa makini sana. Ukifuatilia habari za malaika Gabrieli ambaye alikuja kumletea habari Zakaria kwamba atapata mtoto akabisha, malaika huyu Gabrieli alikwenda kwa Maria akamletea habari kwamba atazaa mtoto. Maria naye mwenyewe akabisha, akasema itakuwaje kwa maana mimi sijui mume. Maria hakupigwa ububu, lakini Zakaria alipigwa ububu. Maana yake nini? Kuna baadhi ya mambo ambayo mwanaume hupaswi kuweza kubishana na malaika. Amini tu, Maria alimbishia lakini yeye akawa salama, lakini huyu Zakaria alipombishia tu malaika akapigwa ububu mpaka mtoto akaja akazaliwa. Na baadaye anapokuja kuzaliwa mtoto anapewa jina. Jina hilo la mtoto anaitwa Yohane. Nini maana ya Yohane? Jina la Yohane maana yake ni kwamba Mwenyezi Mungu ni mwenye rehema. Mwenyezi Mungu ndo ametupatia. Wakampatia jina hilo, na ingawa wakati wa kuweza kutoa jina hilo walikuja wazee kuja kumfanyia mila za Kiyahudi zile, wakati mtoto akiwa amezaliwa ndani ya siku 8. Walipokuja wale wazee kuja kumfanyia mila, mama akasimama akasema, mwanangu hawezi kurithi jina la baba yake. Maana yake nini? Jina ni nafsi, jina linabeba utu, jina linabeba tabia. Kwa hiyo maana yake mtoto huyu ambaye alikuwa amepewa kwa sababu ya utabiri wa Yohana Mbatizaji kwamba atamtangulia Bwana, angepewa jina la Zakaria. Maana yake tabia za Zakaria zingeingia kwa mtoto, ule mikosi, utasa ule ungeingia kwa mtoto, ile nafsi ile ingeingia kwa mtoto. Kwa hiyo kama mzee Zakaria alikuwa ana mema, yangeingia kwa mtoto. Kama alikuwa na mabaya, yangeingia kwa mtoto. Tuwe makini sana kurithisha majina ya watoto. Jina la babu sio jina la baba unampatia mtoto, usije ukafanya kitu kama hicho. Elizabeth kasimama imara kumtetea mwanaye asije akapewa jina la wazee, jina la baba yake wale wazee walivyokuwa wamekuja. Akina mama, mna nafasi kubwa sana ya kuweza kulinda watoto wenu. Leo kuzaliwa kwa Yohana Mbatizaji kutupelekee pia kuwalinda watoto dhidi ya majina ya kurithi. Watoto wengi wanateseka. Hata walipokuja wamebisha, huyu angalia Zakaria na yeye mwenyewe pia akaandika jina kwamba sitaki mwanangu arithi jina, akaandika mwanangu ataitwa Yohane, na ndivyo ikawa hivyo. Basi kuzaliwa huko kwa Yohana Mbatizaji kulileta furaha kubwa sana kwa wazazi wake na familia nzima, na hata tumesikia kwamba watu wote wakasema mtoto huyu atakuwa wa namna gani. Baadaye akaongezeka katika nguvu ya Roho, akakaa majangwani hata siku ile ya kutokea kwake. Je, hii sherehe ya kuzaliwa kwa Yohana Mbatizaji ina maana gani katika safari ya maisha yetu? Ya kwanza, tunaangalia kazi ambayo Yohana Mbatizaji alikuja kuifanya. Alileta ujumbe wa huruma Mwenyezi Mungu. Yohana Mbatizaji alibatiza watu, alitangaza ujumbe wa toba na huruma Mwenyezi Mungu. Aliwafundisha watu kwamba Mungu anatoa neema zake. Mungu anataka watu wote waweze kugeuka, waweze kuacha dhambi zao, waweze kumrudia Mwenyezi Mungu. Baadaye huyu Yohana Mbatizaji alimtangulia Bwana, akamtayarishia njia yake, aliandaa njia ya Bwana, na ndio maana aliwaambia watu, itengenezeni njia ya Bwana, yanyosheni mapito yake. Yeye alikuwa ni mjumbe wa neema ya wokovu, na ndio maana alipomtangulia Bwana alikuja akambatiza Yesu Kristo. Yeye alikuwa ni mtangulizi wake. Baadaye pia Yohana Mbatizaji yeye alikuwa ni mwalimu wa toba. Alihimiza watu kutubu, akahimiza watu kubatizwa, akawashauri wale wote ambao walikuwa wanakuja kwake namna gani kuweza kuipokea neema ya Mwenyezi Mungu. Hata askari walivyokuja wakasema tufanye nini, akawaambia mtosheke na mishahara yenu. Watoza ushuru walivyokuja akasema tufanye nini, akasema msiwalipize watu zaidi ya vile viwango ambavyo mko navyo. Na tunajifunza kitu gani? Anaposema kwamba askari mtosheke na mishahara yenu, kumbe askari hawajawahi kutosheka na mishahara yao tokea kipindi cha Yesu. Anapowaambia watoza ushuru kwamba msilipize zaidi ya vile ambavyo mnavyopaswa, sikiliza, watoza ushuru hawajawahi kutosheka. Ilikuwa tokea kipindi cha Yesu walikuwa wanawababikia watu katika swala zima la mambo ya kodi. Na baadaye pia anapowaambia pia askari
msiwabambikie watu kesi, ilikuwa tokea kipindi kile cha Yesu. Yohana Mbatizaji anasimama kwa nafasi gani? Katika Agano la Kale tunasikia kwamba alikuwepo nabii Eliya. Huyu nabii Eliya yeye alichukuliwa na upepo, alichukuliwa na farasi wa moto kwenda mbinguni. Ndio maana katika Injili ya Luka sura ya 1 aya 17 Eliya anataja kwamba baada ya siku zake Yohana Mbatizaji atakuja katika roho ya Eliya aliyekuwa amechukuliwa kwenda mbinguni. Baadaye pia huyu nabii Eliya ambaye yeye kipindi hicho alipambana sana na yule mwanamke Yezebeli, ambaye huyu Yezebeli alikuwa anaua manabii. Utakuja kumkuta pia Yohana Mbatizaji atakuja kupambana pia na mwanamke aliyekuwa anaitwa Herodia, mke wa Herode, ambaye kama vile huyu nabii Eliya alivyotafutwa na Yezebeli akachukuliwa na upepo, akachukuliwa na farasi wa moto kwenda mbinguni, utakuja kugundua kwamba roho ile ile ambayo ilikuwa inamtafuta huyu nabii Eliya ikaingia kwa Herodia, akaja akamchinja huyu Yohana Mbatizaji. Vile vile pia katika habari za roho iliyokuwa inafanya kazi ndani ya huyu Yohana Mbatizaji tunajifunza juu ya mafundisho ya toba. Eliya alikuwa akiwarudisha watu wa Israeli kwa Mwenyezi Mungu, akawalazimisha watubu. Vile vile pia huyu Yohana Mbatizaji naye atawarudisha watu wa Mwenyezi Mungu waweze kutubu. Vile vile pia kama Eliya alivyoweza kukemea ibada za sanamu na kutetea ibada ya kweli, Yohana Mbatizaji pia atakemea dhambi, anakemea ufisadi, anamkemea mfalme Herodi kwa sababu ya maisha yake ya ufisadi na maisha yake mabaya ya kutothamini maisha ya ndoa. Vile vile pia nabii Eliya, mtindo wake wa maisha alikuwa ni mtu wa kujitenga, akawa anakaa katika maisha ya jangwa. Vile vile pia Yohana Mbatizaji anajitenga, anaishi majangwani, anaishi maisha ya unyenyekevu, akivaa nguo za ngozi na kuweza kula nzige na asali. Kupitia maombezi ya Mtakatifu Yohana Mbatizaji, watu wasimama imara katika kusudi la Mwenyezi Mungu, na hata katika kupita katika changamoto mbalimbali ambazo wazazi wale ambao wanakosa watoto, kupitia maombezi ya Yohana Mbatizaji wapate kile wanachokihitaji. Wale ambao wana utasa, kupitia maombezi ya Mtakatifu Yohana Mbatizaji wajaliwe yale ambayo utasa uondoke katika familia zao. Furaha zidumu katika maisha ya kila familia, upendo udumu katika maisha ya kila familia, na watoto wote kupitia maombezi ya Mtakatifu Yohana Mbatizaji wakue katika hekima, wakimpendeza Mwenyezi Mungu na watu wote. Akubariki na kulinda Mungu Mwenyezi, Baba na Mwana na Roho Mtakatifu. Amina.